Siku ya Jumatatu, Mei 18, 2026, Kenya ilisimama kwa hofu, moshi na vurugu. Barabara zilifungwa, wananchi walimiminika mitaani kwa hasira, huku milio ya mabomu ya machozi ikitawala katika baadhi ya maeneo. Kilichoanza kama malalamiko ya kupanda kwa bei ya mafuta, ghafla kiligeuka kuwa maandamano makubwa yaliyotikisa taifa hilo. Lakini swali kubwa ni hili: kwa nini ongezeko la mafuta limewaamsha wananchi kwa kiwango hiki? Je, ni mafuta peke yake yanayowaumiza Wakenya au kuna hasira kubwa iliyokuwa imejificha moyoni mwa wananchi kwa muda mrefu? Ngoja tuliangazia hili kwa kina. Mimi ni Justin Kosan, hii ni Lushori TV. Hali ya sintofahamu ilitawala nchini Kenya baada ya kuzuka kwa vurugu kubwa katika maeneo mbalimbali kufuatia kupanda kwa bei ya mafuta. Maandamano haya yalianza kama kilio cha wananchi dhidi ya ugumu wa maisha, baadaye yaligeuka kuwa machafuko yaliyosababisha majeruhi, vifo, uharibifu wa mali pamoja na kusimama kwa shughuli nyingi za kijamii au kiuchumi. Miji mikubwa kama Nairobi, Kisumu, Nakuru na Mombasa ilikumbwa na taharuki kubwa, huku waandamanaji wakifunga barabara, kuchoma matairi na kupambana na polisi waliokuwa wakijaribu kudhibiti hali hiyo. Watu wengi walionekana wakikimbia hovyo mitaani, huku moshi mzito ukitanda katika baadhi ya maeneo. Kwa wananchi wengi wa Kenya, maandamano haya hayakuwa tu kuhusu mafuta, bali yalikuwa ni mlipuko wa hasira zilizokuwa zimejikusanya kwa muda mrefu kutokana na hali ngumu ya maisha. Kwa miezi ya hivi karibuni, wananchi wa Kenya wamekuwa wakilalamika kupanda kwa gharama za maisha karibu katika kila sekta. Bei ya chakula imekuwa ikiongezeka, gharama za usafiri zimepanda, kodi zimeongezeka, huku ajira zikiwa changamoto kubwa kwa vijana wengi. Ongezeko jipya la bei ya mafuta lilionekana kuwa tone la mwisho lilofurika kikombe cha uvumilivu kwa wananchi wengi waliokuwa tayari wanapambana kuendesha maisha yao ya kila siku. Serikali ya Kenya ilitangaza kupandisha bei ya petroli na dizeli, ikieleza kuwa hatua hiyo imesababishwa na kupanda kwa bei ya mafuta katika soko la dunia. Serikali pia ilihusisha hali hiyo na migogoro ya kimataifa inayoendelea katika maeneo ya Mashariki ya Kati ambayo imeathiri biashara ya mafuta duniani. Hata hivyo, maelezo hayo hayakuonekana kuwatosheleza wananchi wengi ambao wanaamini serikali inapaswa kutafuta njia bora za kupunguza makali ya maisha badala ya kuongeza mzigo kwa wananchi wa kawaida. Mara tu baada ya tangazo hilo, hasira zilianza kuonekana mitaani na kwenye mitandao ya kijamii. Madereva wa mabasi ya abiria, waendesha bodaboda pamoja na wafanyabiashara wadogo walikuwa miongoni mwa watu wa kwanza kulalamika waziwazi. Wengi wao walidai kuwa ongezeko la mafuta linaathiri moja kwa moja kipato chao, kwa sababu gharama za usafiri huongezeka wakati wateja hao hawana uwezo wa kulipa bei kubwa zaidi. Katika jiji la Nairobi, baadhi ya maeneo yalishuhudia mamia ya waandamanaji wakikusanyika barabarani huku wakipaza sauti dhidi ya serikali. Barabara kadhaa zilifungwa kutokana na vizuizi vilivyowekwa na waandamanaji. Biashara nyingi zililazimika kufungwa kwa hofu ya uporaji na vurugu. Wafanyakazi wengi walishindwa kufika kazini, huku wanafunzi katika baadhi ya shule wakishindwa kuhudhuria masomo kutokana na hali ya usalama kuwa tete. Polisi walijaribu kutawanya waandamanaji kwa kutumia mabomu ya machozi na maji ya kuwasha. Hata hivyo, hali ilizidi kuwa mbaya baada ya baadhi ya waandamanaji kuanza kurusha mawe na kuharibu mali. Katika maeneo kadhaa, magari yalichomwa moto huku maduka yakivunjwa na kuporwa. Ripoti mbalimbali zilisema watu kadhaa walijeruhiwa huku wengine wakipoteza maisha katika makabiliano hayo. Kilichovutia zaidi katika maandamano haya ni namna vijana walivyoonekana kuwa mstari wa mbele. Vijana wengi nchini Kenya kwa sasa wanakabiliwa na changamoto kubwa ya ukosefu wa ajira na ugumu wa maisha. Wengi wao wanaamini kuwa viongozi wa kisiasa wamekuwa wakitoa ahadi nyingi, lakini hali ya maisha imeendelea kuwa ngumu zaidi. Kwa vijana hawa, maandamano yalikuwa nafasi ya kuonyesha hasira zao na kutuma ujumbe kwa serikali kuwa wananchi wamechoka. Wachambuzi wa masuala ya siasa na uchumi wanaamini kuwa vurugu hizi ni ishara ya kuongezeka kwa presha ya maisha katika nchi nyingi za Afrika Mashariki. Kwa mujibu wa wachambuzi hao, ongezeko la bei ya mafuta lina athari kubwa kwa wananchi kwa sababu karibu kila bidhaa hutegemea usafirishaji. Mafuta yanapopanda, gharama za usafiri hupanda, bei ya chakula hupanda na hata huduma nyingine pia huongezeka, na mwisho wa siku mwananchi wa kawaida ndiye anayeumia zaidi. Hata hivyo, serikali nayo imeonya kuwa haitaruhusu vurugu na uharibifu wa mali kuendelea. Viongozi wa serikali walisisitiza kuwa maandamano ya amani ni haki ya kidemokrasia, lakini vitendo vya uharibifu na vurugu haviwezi kuvumiliwa.
Polisi waliendelea kuimarisha ulinzi katika maeneo mbalimbali, huku kukiwa na hofu ya maandamano zaidi siku zijazo. Kumbuka, katika historia ya Kenya, maandamano kuhusu gharama za maisha si jambo jipya. Mara nyingi wananchi wamekuwa wakijitokeza kupinga sera wanazoona zinawaumiza kiuchumi, lakini safari hii wengi wanaamini hasira za wananchi zimekuwa kubwa zaidi kutokana na mchanganyiko wa changamoto nyingi za kiuchumi zinazowakabili wananchi kwa wakati mmoja. Hata hivyo, kufuatia shinikizo kubwa la maandamano haya na sauti kali ya wananchi mitaani, serikali Kenya imetangaza leo kupunguza bei ya dizeli kwa shilingi 200 kwa lita, hatua ambayo imepokelewa kwa hisia mchanganyiko. Baadhi ya wananchi wameona hatua hiyo kama ushindi wa maandamano na uthibitisho kwamba sauti ya wananchi inaweza kusikilizwa inapoungana kwa pamoja, huku wengine wakisema bado haitoshi kulingana na makali ya maisha yaliyopo kwa sasa. Hii ni Lushuli TV Updates. Mimi ni Justin Kosan.